na mimi niwapongeze, malalamiko yameanza kupungua. Sio kama mwanzo tulikotoka. Mwanzo wana malalamiko mengi ni kwamba walengwa waliowekwa si halisia. Wapo watu walikuwa wanaingizwa kwenye mpango kwa sababu tu ya mambo ya kisiasa kule, tunatumia wenye viti wa vijiji, sio jumba halmashauri ya kijiji. Kwa hiyo anaenda kuchukua ndugu zake na nani wameingizwa. Lakini kwa kiwango tumeanza kupunguza, lakini na hili bado tunahitaji kutafuta mbinu zaidi ya kudhibiti. Wapo wachache wanaojipenyeza huko, wanaingia kwenye mpango, lakini kiusema kweli unakuta mtu ameingia kwenye mpango sio mhusika. Kama mnavyojua, TASAF imekuwa ikitekeleza miradi kwa awamu, kwamba kuna utaratibu wa awamu ya kwanza, awamu ya pili, na sasa tunaenda kwenye awamu ya tatu. Na nipongeze kwa sababu tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa kukamilisha awamu ya pili kwa mafanikio makubwa sana, na maboresho makubwa yamefanyika, ikiwemo ni namna ya kufanya malipo kielektroniki. Njia ambayo zamani ilikuwa inatumika ni ile ya kuchukua ya ile ruzuku mkononi, lakini sasa TASAF imeenda mbali, imeboresha kuhakikisha kwamba walengwa wanapata ile ruzuku huko walipo. Yaani anapokuwa site anakuwa nyumbani, lakini fedha zinamfikia zile za ruzuku, na hii imesaidia kupunguza malalamiko, lakini imesaidia kuweka usalama zaidi kwa walengwa, lakini pia walengwa wanapata fedha zao kwa wakati. Na hata wakati mwingine, wakati ule wanapelekewa fedha, kumekuwa na changamoto kwamba wanapoenda kuchukua fedha zile, wengine wamekuwa kikabo barabarani, fedha zinanyang'anywa, lakini kwa sasa hivi fedha zao wanapata katika hali ya usalama kabisa. La TASAF si ule kwamba mlengwa anakuwa mtu wa kudumu. Lengo ni kwamba mtu awezeshwe then ahitimu ili aweze kusimama mwenyewe. Na tunaangalia vigezo vingi kumtoa mtu kwenye mfumo, kwamba yule mtu sasa anaweza kujilisha mwenyewe, anakuwa na makazi yake ya kudumu, lakini anaweza kuendesha maisha yake, hata matibabu anaweza kwenda mwenyewe. Katika zile kaya 500 tutachagua vijana 10,000 ambao watakuwa specifically wataingia katika program tunaita uendelezaji wa uchumi wa kaya. Na safari hii kaya zote hizi zitatakiwa zikae kwenye mpango kwa miaka mitatu. Hii itakuwa tofauti na miaka iliyopita kwamba kaya nyingine ziweza kukaa zaidi ya miaka 10, lakini hizi zitakaa kwa muda wa miaka mitatu. Katika hizo kaya 500,000 pamoja na wale vijana 10,000 kutakuwa na kaya zingine 90,000 ambazo zitaingizwa katika mpango ule wa kupewa ruzuku ya kuongezea mitaji yao ili waweze kufanya shughuli, kuboresha shughuli zao za kiuchumi. Lakini kikubwa tumeboresha sana mifumo ya usimamizi na udhibiti na mifumo ya ufuatiliaji. Mifumo yote tumeiboresha sasa hivi. Tutaenda kutumia teknolojia kwa kutumia vishikwambi kuweza kwanza kuwatambua walengwa, na kila kijiji ambacho kitahusika kitaachiwa vishikwambi tablets kwa ajili ya kuwa wanachukua taarifa mbalimbali na kuboresha. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level.